74,85. 74,85. Kanile moto ikamata. 437 bado ingali inawaka mpaka sasa. Rai, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Natumaini ya kwamba nisingekuwa tu mchoyo kabisa kwa kupaza sauti yangu upate kuisikia katika wakati huu wa asubuhi tariki 22 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 kukujia na habari. Nikiamini kwamba uko mzima wa afya, ninakusalimu cha kwanza, na hapo tu najua ulikuwa chonjo kisubiri habari zetu ambazo nakuja kukuletea wakati wa leo. Ni kukumbusha sisi tunapatikana katika mashariki mwa DRC huko Kivu ya Kusini ndiko ambako tunapatikana, na hivyo tu tutakwenda kuyagusia mengi kwa yale ambayo yaliyojiri kama jinsi ninavyokuambia, na kwa sasa ni kukupasha habari kwa yale ambayo yaliyopita karibishwa kwako tu na kukuletea habari zilizo kamili. Na mara moja tutagusia huko tarafani Walikale katika maeneo ya Bikenge ambako kulishikwa muasi mmoja wa RDF akishikwa huko na kundi au waskari wa FARDC. Hata pia kuona mara ngapi na kusikiliza yale ambayo yalienda kuzungumzwa kuhusu mzee William Amuri ya Kutumba, na kuona gari zilizounguzwa huko maeneo ya jimbo la Hotuwele katika DRC, na hata pia kumalizia huko katika jimbo la Tanganyika maeneo ya Kalemi, kuona ndege za vita ambazo zinaonekana eneo ya huko. Bado hivyo sijakuambia ukae mbali na runinga yako au simu kitu fulani kama vile, na basi tu usubiri habari. Lakini kama wewe hujajiunga kwenye channel, unaweza tu ukabonyeza pale subscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu zote kwa muda mwafaka na zote kwa mapema kabisa, nikimaanisha kachonjo habari zinakujia. Baada ya mtasari wa habari, ni sasa habari kamili ambazo tunaanzia huko Bikenge tarafani Walikale katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambako kulionekana hapo jana tariki 21 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 ikipeperushwa hata katika masafa ya mitandao na kuonyesha mara ngapi huyo kijana muasi askari wa Mnyarwanda ambaye alishikwa huko maeneo ya Bikenge akiwa kadiri wa miaka 25 aliposhikwa huko na kundi au jeshi la taifa FARDC. Waliweza kumshika na kusema au kuonyesha ya kwamba aliweza kufanya mafunzo yake ya kiaskari katika mwaka wa 2014, na wakati alipoweza kuingia katika Kongo alipitia njia ya Rwanda huko katika mipaka akiwa na waskari 30 wa RDF. Walipoingia ilikuwa ni tariki 22 mwezi wa pili mwaka wa 2025. Hayo yaliweza tu kupeperushwa hata kwenye masafa ya mitandao, na hivyo kuonekana hata kwenye picha huyo aliyeshikwa na kusambishwa au kuonyeshwa kwa waskari wa jeshi la FARDC. Mkuu Jemedari William Amuri ya Kutumba, mkuu wa wazalendo katika kundi la CNPSC, ambaye amechaguliwa kwa wakati huu kuangalia wazalendo wote katika nchi ya Kongo, na hivyo kutetewa na kuonyeshwa ya kwamba wao wanaweza wakamsema, lakini yeye ndiye ngome kubwa sana kwenye mstari wa vita kuwazuia wahasi wa M23, na hata jina lake kusikika huko tu kinakuwa kitu cha kogopesha kikubwa sana, na hivyo tu na tuweze kutega sikio mwanzo mwisho. Jambo wapendwa wa ndugu zangu, mimi naitwa Kaneza Kizwa Kaneza Irana Uvira. Sasa na regrete kitu moja, maujo ambazo zinapita zote
mimi nazifata vizuri sana. Na felicitation kwa ndugu mwenye anasema hapo juu. Watu wanasema mambo ambayo hawajui. Mambo ya siasa, mnacha wafanya siasa. Mambo ya siasa mwachie wafanya siasa. Huyo ambaye anasema ya kutumba na afanya herere atoke pale, wewe kwa sema vile uko Lubumbashi. Nikwambie kwanza information. Unasahau ujue yenyewe kwa pitika huko. Ni tete ya kutumba kama adui aishaingia hapa. Jina tu ya kutumba kutoka yake pole Bubembe kukuya humu mpleni. Pale uberizi kwenye iko. Papa, usikie tu. Na mnavyowazia sivyo, mbele ya kutoa audio mnajiransenye. Sisi tulipangaka kupiga kutumba Bubembe. Tunapiga ambushi. Tunapiga kutumba, lakini walema zetu ndio tukawatoa mateka, si wa Fuleru. Sisi tunapanga ambushi, tena elema zetu tukawatiwa mateka. Na kani kwa sema bongo mtauliza Piloze Bishambuke. Mzee wangu mimi nasalimia mpasa. Unaona? Ulipangiwaka pla ingine ubwari. Tunachokoza tena tunapigwa. Na hapa Uvira tusifanye machuki mahene mesaji za chuki ndio kuingiza adui. Nasikia ndugu wangu M23 mko kila kabila, kila tribi iko mule. Banyindu biko, Bamushi biko, Babembe biko, Bafuleru biko, M23. Trouble ilikuwa prepare, haikuwa juu ya vile. Trouble ilikuwa juu pia ya kutumba ama kupigana na ya kutumba. Play ilikuwa bapige ya kutumba, mkupigana ya kutumba M23 ingie. Baina lanza piga masasi. Kasi au general. Kwa experience ya vita tungali chini, tulikuwa na mzee Nakabaka hapa. Nakabaka akipigwa hapa juu anakimbilia Bubembe kwa dunia na kwa Mayele, wanamshindikiza anakia piga adui, anapiga RCD, anamwacha wanamshika tena Nakabaka. Njoo tuseme hii mavita hii tuliona depuis RCD na kupanda. Sasa wewe ambao kwa sema vile wataleta chuki ya Bafuleru na Babembe Muvira. Mwachane na hiyo. Na mkipima tutahama hii mwingine. Hatuna jeshi yenye inaweza ikapige Babembe hapa Uvira. Tuseme kweli. Tuseme tu kweli. Tuseme tu kweli. Hatuna. Sisi tuingia hapa hii masiku mbili kama tuko na bagerie banaweza sabilika bawili batatu. Mebe zetu depuis Etat Belge biko pigana ba Beleji batoka ba Beleji balipigana ba Israeli, batoka pigana ba Israeli bashapigana na kila kabila. Isitoshi bashapiga balipigana tunaona ma Evre za Drago hapa balingiaka hapa Uvira. Huyu akutumba na watu na elema 15. Ni sisi tulikutaniwa hapa Uvira tena na Diragira. Mpaka wanapigwa na envoyé MONUSCO. Imaginez-vous gouvernement na bapiga envoyé MONUSCO. Gouvernement na MONUSCO kuchangana kupiga elema 15 tu. Gouvernement yote ya Kongo na MONUSCO kuchangana pour que bapige batu 10 kama ilikuwa moins de 50 elema. Hao watu ni watu. Tuachane na vile na hao walikuwa pia masasi niwaambia sasa information balikuwa siko kule banamfunga kule kwa auditora le general mwenye alifunga. Mwenye sianchi kwa samba. C'était bien sûr et mwenye alikuwa kula franga za M23.
na wakamia 23 ingia sasa wanataka trouble pour que pia masese batu ya kutumba baende wa defendre masese bapigane pour que M23 ingie. Sasa pour votre information na benye alitoka Bukavu kukuya wakepiga na benye alipiga masase bote walipigwa. Na vita ni perte zikosaki. Tumeze tu vile. Amuelewi siasa kwenye kwa naenda. Hawa mwa walikuwa shakula yao wanakula asali. Unaona? Njo habari ile. Ingekuwa sema ya kutumba ilikula asali. Hakuna mwenye anaweza kataza ya kutumba kutokubana Uvira. Hakuna. Haikuwa sasa jua kumsemea. Me wakati alitoka Ubemba na kuya hapa. Mimi hawa kwa kukwaka. Ile ni force hapana mzaa. Najua ingine habari kidogo ba Nord Kivu bakina Janvier walitoka kule Nord Kivu kwa kamata kama ulisikia resistance kidogo kule ni benyo alitoka Bubembe kule banatoka Nord Kivu na kwa Bubembe anafanya formation kule babengwa banafanya formation banarudia tena kule Nord Kivu kwenda kwa bana mea ba uko na force ya mingi sababu walifanya ma formation ya yulu mimi zero wafanya miaka 10 na zaidi yuko mpori kisha wewe aseme utapambana na wewe kata silaja na jana. Hapana. Nataka uishi. Taktiki wanatushinda, vyote wanatushinda. Kumbe tuache machuki, tuache chuki. Hiyo bwana kubaki yake pale inatusaidia sisi sana. Hii masiku ngapi ndikuwa Itara. Nipana pa Kirija. Sikuonaka bariere ya kutumba. Balozi niliona zote ni zetu tu za Fuleru. Sasa huyo mwenye ana bariere na anaishi niko na maelema elema iko nazo huko. Kwanza kuona wasoda yake kuna sababu kuonesha wasoda wa kutumba huyo. Niliendaka porque ni baone kisha kia bariere sikuona mabariere. Sasa bonyane la pia masasi ni banani? Kama sio na ukuvira biko pia masasi bazoda ya kutumba kama sio sie peke tu biko wana umuusie kwa sie tunawana hapa unasikia banawana hapa tena banawana hapa tena kama sio sie kwa sie juzi hapa ungine wetu tena nana kamata mtoto wa dunia anamfunga sasa abakia pigwa na gari pale banafunga mtoto wa dunia bila kosa na kitu anamfunga tu banataka mu juu unapata arme siku mbili. Haiko vile. Sisi hatuko adui basie peke, hatuko adui sie peke. Sisi ni adui ba M23 na AFC. Yo nataka niwaeleze hivyo. Hapo Jumatatu tariki 20 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 maeneo ya huko Abimva katika tarafa la Faraje huko Hotuwele katika DRC kumesikika na kuonekana kuunguzwa gari 6 kubwa ya kampuni inayohusika na uchimbaji madini inayoitwa Kibali Golden Mine ikiunguzwa na watu ambao waliweza kuandamana au wachimba madini kukataa kabisa kufukuzwa maeneo yao ambao wako na hivyo tu waliweza kuziunguza kama jinsi unavyoweza kuona hapo kwenye video. 74,85. Hii mizigo iko sawa. Ile mizigo iko sawa. Hii ni 24-37. Ile hayazimika na ile moto ikamata. 24-37 bado ingali inawaka mpaka sasa hivi. Hivi ile mizigo iko sawa, lakini mvua ikinyesha juba libomola mifuniko ya yulu.
Haya. Hii ni ya Vie Jose Pere. Hii mizigo walitupa ndani moto, lakini mizigo ya mbele iko sawa. Hii ni 2730 racheté. Mizigo ya mbele vile iko sawa. Hii 60. Hii ni Mokili 63. 6398. Na mwisho ni Kikuni. Hey. Okay, chop it. Na pia tumalizie huko katika airport ya mjini Kalemi katika jimbo la Tanganyika, ambako kumeonekana ndege 4 za vita za kundi hao za jeshi la taifa FARDC ziliweza kudema katika airport huko mjini Kalemi, na hivyo zilikuwa zenye kujaa kabisa wa askari bado, lakini hajajulikana mwelekeo wao ni wapi kabisa kuweza kupambana vita au kuweza kukabiliana kutokana na jinsi waliweza kufika maeneo hapo. Na nikuambie tu ya kwamba sauti yangu tena umeisikia baada ya kukutajia yale uliyosikia katika mtasari wa habari. Ni hivyo tu, ujue muda huo umekwisha. Ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho kwa kupasha habari, na hivyo tu unaweza ukajiunga kwenye channel kama wewe ungali wa mpya, hata kuwagawia watu wengine nao wapate kabisa kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia, na kucomment ikiwa na maneno ya kuzungumza, hata kulike kuonyesha kama tuko pamoja. Na hivyo tu kaa chonjo kama jinsi ninavyokujia, tena nitakujia ikiwa mapenzi ya Bwana.